Inawezekana ushapata taarifa watu wamepoteza Gmail account zao, lakini wakapoteza taarifa nyingi sana za msingi. Wengine walituma application, manake hawezi tena akapata majibu. Mwingine alikuwa amehifadhi password nyingi, leo hii tayari zipo kwa hacker ambaye ameipata email yake. Kuna njia tofauti ambazo zitakusaidia email yako ikawa salama zaidi. Kwenye klipu zilizopita tujifunze namna gani tunaweza kutumia Google Authenticator ili kuhakikisha email zetu zinakuwa salama. Tukaona namna gani Instagram zetu pia tunaweza tukaweka two factor authentication. Na leo tujifunze namna gani ya kuhakikisha basi Gmail zetu account zinakuwa salama kwa kuweka two factor authentication kwa kutumia Google Authenticator. Baada ya kufungua Google Authenticator yako, manake moja kwa moja itakuleta kwenye sura hii hapa. Na hapa kutakuwa kuna baadhi ya kodi ambazo zinakuja zikikaa sekunde 30 tu, na kwa ajili ya kulinda account zako kuleta one time code. Hapa utaanza kuset kwa ajili ya kuingiza two factor authentication nyingine ambayo itakuwa kwa ajili ya account yako, na sasa hivi itakuwa kwa ajili ya account yako ya Gmail. Ukishafika hapa kuna detail ambayo utabidi ujaze: account name, your key na time based. Hizi tunaziacha kwanza. Moja kwa moja tunarudi kwenye account yetu ya Gmail ambapo tutafungua application ya Gmail. Ukifungua utachagua email ambayo unataka kuiwekea two factor authentication. Moja kwa moja utaenda kwenye security and sign in. Ukibonyeza utakuja two step verification. Mimi nimeshaweka, ndio maana unaona kumewekwa alama ya kijani. Kwako ambapo bado hujaweka, utaona imekuwekea round ambayo itakuwa ni ya gray ambayo inakuruhusu uendelee kuweka. Utakapobonyeza itakuletea uingize password zako ili kukuhakikisha wewe ni mmiliki halali wa hiyo simu. Kifunguka hapo utaona kuna njia kadhaa ambazo zote zinahusika kwa ajili ya kuweka two factor authentication za kwako. Kuna passkey hizi ambazo unaweza kutumia sura yako kwa ajili ya kufungua email yako unapoweka baada ya kuweka password ya kawaida, au kuweka neno la siri kwenye screen yako ya PC au ni kuzungumzia laptop, lakini pia simu yako. Lakini pia kuna Google Prompt ambao hii ni maneno yatakayokuja kwenye simu yako. Mfano, nataka leo kuingia kwenye Gmail yako, unanitazama simu yako kama unayo, utaulizwa Active Money anataka kuingia kwenye Gmail yako. Unaweza kumruhusu kwamba ukubali wewe au sio wewe hiyo. Lakini pia kuna Authenticator. Chini yake kuna namba ya simu. Hizi zote ni muhimu kuziweka, lakini leo tuongee namna gani kuseti Authenticator. Ukibonyeza kwenye Authenticator itafunguka hivi. Mimi tayari ipo, lakini tuifute ili tuweke kwa pamoja. Utabonyeza setup Authenticator na hapo atakuletea QR code. Utabonyeza can't scan ili mradi wakuletea code hizi ambazo utazikopi hapa. Ukizikopi kwa haraka kidogo, utazikopi hapo. Utarudi kwenye Google Authenticator. Kwenye Google Authenticator utaweka hapa kwenye your key. Kwenye your key hapa kwenye your name mako utaandika jina lako, na mbele utaandika Gmail kuonyesha kwamba hii ni account ya Gmail. Active Gmail. Nita add. Niki-add kuna namba hapa zitakuja kwenye Active Gmail. Hizi namba zinakaa kwa sekunde 30 tu, ambapo baada ya sekunde 30 zikipita hii namba hakuna mtu anaweza kuitumia. Maana itakusaidia hata akiwa na password hawezi kuingia kwenye account yako. Maana baada ya kumaliza, ili kuziwahi, utabonyeza ikiwa mwanzoni kabisa hapo, utarudi kwenye Gmail yako, utabonyeza next. Ukibonyeza hapo atakwambia ingiza code ambazo tumetoa kwenye Google Authenticator, utazipaste hapo, utaverify. Ukiverify account yako tayari utakuwa umeweka two factor authentication. Umuhimu wa kuweka two factor authentication kwenye Gmail yako, manake hata mtu atakapopata password yako itamchukua muda mrefu sana kuweza kuingia na kuaccess Gmail account yako. Wakati huo utakuwa umeshapata notification, lakini pia Authenticator yako itakuwa kama mlinzi wa pili kukukumbusha kwamba kuna mtu anataka kuchukua account yako na uchukue hatua nyingine za pili, kiwepo kubadilisha na kuondoa baadhi ya device ambazo zipo kwenye account yako na ukawa salama zaidi. Hutopoteza password, hutopoteza username ambayo umezisave, hutopoteza picha za familia ulizoziweka kwa muda mrefu, na utakuwa salama zaidi. Usikose episode ijayo ya Digital Series ili kuendelea kupata maudhui mazuri ya kidigitali. Mimi ni Xiuma. This is